Baraza Kuu Kamati Kuu imepokea taarifa kuhusu hatua ya serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ, kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili, maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kuabudu Mungu wao alichokisema Askofu Gwajima, na kupelekea serikali kuchukua hatua za kulifungia kanisa. Ni ukweli mtupu kuwa swala la utekaji na uwepo wa magenge ya uhalifu ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama linahatarisha amani ya taifa letu na lazima likomeshwe. Serikali na vyombo vya dola lazima viwajibike na sio kuzima kelele na vilio vya Watanzania ambao ndugu na rafiki zao wamepotezwa na kuuawa. Hivyo tunaiambia serikali ilifungulie kanisa la Glory of Christ haraka ili kuwapa fursa waumini wa kanisa hili kufanya ibada kwa uhuru. Tunawasihi pia viongozi wote wa dini watoke hadharani kukemea vitendo hivi vya utekaji, kwa sababu hii ni nchi pekee duniani ya uovu anaadhibiwa. This is a high level of impunity. Hii serikali inaipeleka nchi hii kwenye tawala za kidikteta zile za Amerika ya Kusini. Uliwahi kuona wapi? Kwani kanisa na misikiti kazi yake ni nini? Si ni kukataa maovu, ni kuhubiri ili watu waokoke waende mbinguni. Kuteka watu ni jambo jema, ni jambo la kimungu. Apelekwe polisi, apelekwe mahakamani, ndio wanachosema utawala wa sheria. Kuua watu jipa majukumu ya kuua watu. Tunazungumza kuhusu Beni Sanane, ni zaidi ya miaka 4-5. Tunazungumza kuhusu Azori Gwanda, mwandishi wa habari mwenzenu. Tunazungumza kuhusu wakina Mrai, wakina Deusdedit Soka, kijana wa miaka 25 ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa. Tunazungumza kuhusu Kaswahili, tunazungumza kuhusu Mdude Nyagali, tunazungumza kuhusu Shadrack Chaura, tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Bwana Daniel Choncholi amechukuliwa, watu wanatekwa. Leo askofu anatoka anakemea utekaji, anafungiwa kanisa, anaambiwa anafanya siasa. Utekaji sio siasa. Utekaji ni uhalifu, ni dhambi. Na viongozi wote wa dini, wale wanaosoma Biblia, waelewe watumishi wa Mungu wakina Abed, Meshach na kina Abednego. Wakina Meshach na Abednego walikuwa napinga tawala za kidhalimu kama hizi. Ni tawala kabisa zilikuwa za kiserikali. Mitume wengi tu wa Mungu wamesulubiwa kwa kupinga tawala dhalimu. Na ndio kazi hasa ya dini. Alichokifanya Askofu Gwajima ndio kazi hasa ya kujenga waumini kwenda mbinguni kwa kuwafundisha kutenda haki na kutenda wema, kutokuteka watu, kutokuua watu, kutokudhulumu uhai wa watu. Na sisi tunaunga mkono alichokifanya Askofu Gwajima, na tunawasihi viongozi wengine wote wa dini watoke wakemee mambo haya ambayo sio mambo ya mazuri katika nchi yetu. Na sisi hatutanyamaza. Hatutanyamazia utekaji, hatutanyamazia uovu wowote katika nchi hii. Na kumbukeni, si kwa nini nyie waandishi tusaidieni kufanya analysis. Huyu Askofu Gwajima miezi kama 5-6 iliyopita alikuwa anazunguka nchi nzima, anafanya mikutano ina watu 5,000, 6,000, 10,000. Anaimba mama oye, watu wanapunga mkono, wanaounga mkono mama. Hapo alikuwa afanye siasa. Hapo dini ilikuwa haiingilii siasa, kama alivyosema baba askofu Bagonza, kwamba wakisema mama anaupiga mwingi, hapo hakuna siasa. Wakisema anaupiga mchache, hapo dini imeingia kwenye siasa.
Askofu Gwajima alivyokuwa anasema mama hoye nchi nzima, hiyo ilikuwa vizuri kabisa. Leo Askofu Gwajima anasema mnateka watu, mnapoteza watu Ndongwa. Hatuwezi kubali. Hii nchi sio ya kikundi cha watu wanaoleta uhuni. Ndio maana tutawapinga. Na la mwisho ninawasihi wanachadema na Watanzania kwa ujumla kuwa Chadema ni chama pekee kinachoweza kuaminika katika kuwasemea mambo ya Watanzania. Tunachokipigania kina faida sana katika taifa hili. Ukweli unabaki kuwa ukweli.